Nia Doto anaongea vitu vizuri, leo imekuaje? Kakumbwa na nini? Hata nyie mmeumia. Ndio, hamwezi kwa nini babu yetu kila siku tunakula naye miwa anamaliza miwa mifuko viwili. Leo babu asimalize miwa. Yule dada pia amesema baadaye najua tu atakuja na majibu ya uongo ya vipimo kwamba ameenda kupima kimipango. Yaani pia alishaweka. Ngoja samani, yule ni muongo. La narudia tena kwanza, msije mkamwamini tena. Kumbukeni yule ni mwanaharakati na tatizo lake ni kubwa mnalijua kwenye jamii mpaka akakimbia nchini. Sio, mnanielewa? Halina budi kulitaja. Ingekuwa waandishi wa habari wanaaminiwa kuingia kwenye taasisi za mahospitali, nadhani wote mngeenda. Lakini kisheria haitakiwi. Mimi sijasoma, lakini wengi wasomi wananisaidia. Wananiambia Doto, tunajua leo unataka kuionyesha dunia nini unachokifanya. Lakini hospitali waandishi wa habari hawatakiwi. Mimi unajua nina watu wananiangalia. Sio tu nakurupuka. Kwa hiyo sasa sio niwaaminishe vipi? Nadhani nitaaminisha kwa kamera itarekodiwa sura live Instagram. Nadhani mnamjua yule mwanaharakati alonibezi kunipa malazi. Hatuwezi kuyataja malazi gani haitakiwi kwenye taasisi. Kwa hiyo sisi tunaisemea vizuri serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mama Suluhu Hassan. Sijui umeelewa, au Kizimkazi ukihitajika utaitwa. Kwa hiyo wale wanaharakati wanajitahidi sana sisi watuchafue kwenye namna nyingine au namna hii. Wanajitahidi sana na ndo kama hivi. Sina kosa lolote, simjui, anijui. Sina hata namba yake. Sijai kukutana naye kokote. Si unanielewa? Lakini ghafla tu anatokea kunichafua kwenye mitandao ya kijamii. Kutokana naona na upendo wetu tunavyopenda serikali yetu na tuna misimamo. Si unanielewa? Kwa hiyo mimi namuona huyu ni mtu mjinga na nataka niombe wanahabari, natoa fundisho ili hata kwa mwingine akija kumfanyia mtu mwingine kama hivi ni kosa kubwa. Ajutie. Kwa hiyo isije kwa tena usubutu kwa mtu mwingine aogope, tuheshimiane. Tufanyane mambo yote lakini si katika kupeana malazi. Na unahakikisha wananchi kuwaaminisha. Najua wengi hawezi kuwaaminisha, wengine wataamini, wengine hivi. Kwa hiyo leo yule nataka nimfundishe ili watu wasije kumwamini tena. Wajue kabisa kwa yule mwanaharakati ni mchochezi na muuaji. Si unanielewa na habari? Nakuelewa. Maisha yangu yote simjui hata kichogo chake kikoje. Na mimi neno langu la mwisho alivyonichafua nilimfuata DM. Nikamwambia wewe kichogo una lolote. Sawa bwana, unitishi chochote. Kichogo kama kengele wa Sabato ndo kisa kilianzia hapo. Kwa nini unaniambia mimi kichogo? Kataaruki. Ndio akaanza kutiririka. Nitakuonyesha, sijui nitakupa nini. Mimi sijui nini. Vitu vingi ujue, mimi sijui kusoma. Wapo watu wanasema nani nina mkeka wake. Haina budi kuwaonyesha. Lakini nina mkeka wake mkubwa sana. Ndio, mjomba lakini anasema mlishawahi kwenda kuchukua dawa hospitali moja. Maisha yangu yote simjui wala anijui. Simjui wala anijui maisha yake yote. Sijui umenielewa? Sijai kukutana naye kokote. Oya mimi babu ujue. Wajukuu wengi wananifahamu. Mimi mtu yote nikikutana naye hata muuza karanga lazima nipige naye picha. Kwa hiyo uthibitisho wake mwambie aonyeshe tu picha yuko na Doto Magari. Sijui umenielewa? Asiweke AI. Najua nyinyi wasomi AI mnazichezea sana. Aweke tu picha live namsifia.